Na tumai kwamba upo mzima wa afya mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Open Mic za Didas TV. Naitwa Machumbe Tonganolami Kristali. Leo ni siku ya Jumapili tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2025. Mapambano yameripotiwa tangu saa 11 alfajiri kati ya wazalendo wanaongozwa na kundi la Generali Maheshe dhidi ya waasi wa M23 wanaoungana na AFC na RDF ya Rwanda katika wilaya ya Walungu ndani ya vijiji vya Chagala, Chirabama, Malangaliro, ambako waasi hao walipigwa vikali na wazalendo na kupewa kichapo cha kweli kweli. Kwa mujibu wa taarifa tulizonazo ni kwamba zaidi ya waasi 7 waliuawa na gari moja aina ya jipi ikachukuliwa na wapiganaji wa Generali Maeshe katika maeneo hayo. Tuliungana na Alexi Mwamba Dunia ambaye ni mratibu wa wazalendo mkoani Kivu Kusini, kwa kimombo Coordination Provinciale de Wazalendo Sud Kivu. Kiongozi Alexi Mwamba Dunia, ukiwa mratibu wa wazalendo katika mkoa wa Kivu Kusini, kwa leo tumepata ripoti kwamba kumeshuhudiwa mapambano maeneo ya tarafa la Walungu, ambako moja miongoni mwa majemadari wako anaitwa Jemadari Maheshe alikabiliana na wahasi wa M23. Sijui kwa upande wako taarifa hizo za undani unazo namna gani? Ndugu yangu, kwa kweli mapambano yalianza tokea jana 5h, yani saa 11 ya asubuhi ya 6 mwezi huu. Mapambano yakiendelea kufika mpaka saa 10 ya mchana, yani 16h, mapambano yakasitishwa na wazalendo tukaweza kuchengoa adui mwasi huyo M23, kumtoa katika mlima unaopatikana kati ya Kaziba, mlima wa kupandia Nyangezi, ambayo yule mlima kama unakaa hapo ndio unaona Nyangezi yako katika bonde. Na mapambano yanaendelea vema, na mpaka sasa hii mapambano tunakabiliana na wale warukaruka maadui wenye kuja kupora mali yetu katika nchini mwetu. Kiongozi Alexi, hadi muda huu atujue upande wetu tukamilishe vipi? Ni wanani wanazidi wenzao nguvu? Ni nyinyi ndo mmedhibiti hivyo vyote vijiji au ni wao ndo wanadhibiti vijiji ambavyo mlikabiliana navyo? Ni sisi ambao tunadhibiti vijiji hivyo, na ndio maana umeona wamesukuma msaada ya wajeshi wengine kutoka Bukavu kuja kusaidia wenzao. Sawa, tumewadhibiti kweli na kuwacharaga kabisa, wamepata kichapo. Ni sisi ndio tunadhibiti mahali walikuwa wanakaa. Wenda matokeo pande zote hasimu ni yapi? Walio uawa pande wa wahasi na upande wenu? Kwa hivi mapambano yanaendelea, baba Mwariri. Baada ya mapambano nitakupatia matokeo. Sawa, tungali tunakabiliana na huyo adui. Kiongozi Alexi, wewe ndo msimamizi wa wazalendo mkoani Kivu Kusini, na kwa sasa raia wote wa Kongo ya Jamhuri ya Kidemokrasia wanawategemea ninyi kama wazalendo ambao mtaokoa taifa la Kongo. Hadi sasa tangu mlipokaa kwenye uwanja wa mapambano, tukitarajia vizuri ni takriban miezi 5 sasa, tangu mwezi Januari, na raia sasa wanaona ukimya unatanda, kwani mulisema kwamba mkifika tu eneo la Kamanyola mtakomboa Kamanyola na kukomboa Bukavu na Goma. Nini ambacho kinachelewesha operesheni zenu kukomboa Bukavu na kukomboa Goma? Asante baba Mwariri. Kwa hiyo wazalendo, sisi tunayo nguvu ya kupambana na adui. Sisi tuko tunapambana naye, kuchapana naye muda na repa, ni sababu tulikuwa mbele tunapanga mpango, sababu kundi lote inaomba kulipanga na tunaendelea mbele, sababu kulikuwa vikundi vya kutoka mahali mbalimbali. Tuna vikundi ambavyo vilitoka Tanganyika, vikundi vilitoka Manyema, vikundi vilitoka Moba, tuna vikundi ambavyo vilitoka Kongolo. Kisha sisi kupokea wandugu kutoka mahali mbalimbali, iliomba tukae chini na tupange mamsafa mbalimbali ambao kila watu wataingia kwa kudhibiti, yani tunapanga hiyo tunaita axe, na ndio tulikuwa tunapanga mbele. Kwa hapa tumekuwa tayari, kila watu wamekwisha wasili mahali tuliowapanga na mambo yameanza sasa shwari. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu katika ripoti yao siku hizi, shirika hilo limepeleka ripoti kwenye redio Kapi kwamba wazalendo wanaendesha
unyanyaso na kuendesha ukiukaji wa haki za binadamu katika eneo ambazo wanazidhibiti, mkiwemo tarafa za Fizi na Uvira. Upande wenu mmeonaje ripoti hiyo ya Human Rights Watch? Kwanza hiyo lugha unaiita, kwa hiyo kitengo ya haki za binadamu, sisi sio yetu ya Kongo. Unasema Human Rights Watch, eske ni lugha yetu hiyo? Hiyo sio lugha yetu ndugu yangu. Hiyo ni uwizi ya wazungu ambao wanatia hiki ni kitengo cha haki za binadamu, na kwao wanauana. Kwa nini hawende wakamfunge Benjamin Netanyahu mwenye kuua Waislamu kule wako wanapambana? Kwa nini Marekani iko inasaidia mabandia kuja kutuiba pesa zetu, mali zetu za nchi, wende wakaongele yao? Hiyo ndugu yangu ni ujinga mtufu. Wanadhani kama sisi tungali tunabakia mwile hali ya zamani ya ukoloni. Sisi hatupo mwile hali tena ya ukoloni. Sisi wakongomani, watoto wa nchi, tumekwisha fungua macho. Mimi wakati nitanasa huyo mtu mwenye kujiita mtu wa haki za binadamu kama Human Rights Watch, mimi nakwambia, mimi nitamcharaga kabisa fimbo, hata yeye nitampengua hata kichwa yake, sababu wanaonea watu weusi, wanatuonea wakongomani, tumekufa mamilioni. Kwa hiyo ripoti yao, mimi kama vile kiongozi wa wazalendo, haituhusu sisi wazalendo. Kwa kumalizia ni kwamba ujumbe wako kama kiongozi mratibu wa mkoa wa Kivu Kusini wa wazalendo ni upi kwa raia? Maana kuna kile kinachozungumzwa kwamba mna ukuta ambao mnaufunga pale unaitwa ukuta wa Yeriko. Je, ukuta huo utadumu? Ndiyo, nikiambia wakongomani wote wajue kama sisi wazalendo hatuwezi tukifungua, na hiyo kufungua ukuta ya kusema watatoka Kamanyola wafungue Luvungi ni laha. Uongo hiyo mtupu. Hiyo ni kampeni ya uongo ya adui jinsi anatumikisha. Amepima nguvu za silaha, imeshindikana. Amepima pesa, imeshindikana. Ametumia mbinu zote za ujasusi, tunawafunga na kuwakatakata. Ametumia namna zote. Wakongomani wajue kama sisi wazalendo tunabaki imara kufata mipango ya mzalendo wa kwanza, yani Rais Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Hatuwezi tukamwangusha kamwe. Yani mtu mwenye anakujali kukujua kama wewe ni mtoto wa nchi, tunatoka porini na kutujua kama sisi ni watoto wa nchi, na kujua kazi na huzuni gani tulichukua silaha kwa kutumikia nchi, na sisi hatuwezi tukimwangusha kamwe. Na wakongomani wafahamu kama ile ukuta haitafunguka. Kufunguka yetu ni kusonga mbele. Mheshimiwa Alexi Mwamba Dunia, mkurugenzi wa wazalendo mkoani Kivu Kusini, Didas TV tunasema kwamba mchana mwema na jioni njema pia kwako, na kwaheri. Asante baba Mwarire, ni mimi pia nimewapigia asante kwa kujipatia muda kwa kujua mambo yenye tunaipisha katika uwanja wa mapambano. Asante.